Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumanne. Habari ni hii: Bwana wetu Yesu Kristo amefufuka. Haleluya, haleluya. Heri sana kwa sikukuu hii ya Pasaka. Tuko ndani ya oktava ya Pasaka, na masomo yetu katika siku ya leo tunapata somo kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 36 hadi ya 41, na Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 11 hadi ya 18. Injili ya Yohane inazungumza habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye amefufuka, ametoka kaburini, na baadaye sasa akiwa hapo kaburini anamtokea mwanamke alikuwa anaitwa jina la Maria Magdalena. Ilikuwaje? Huyu Maria Magdalena ambaye historia inazungumza kwamba Yesu alimtendea makuu. Hawajataja tu jina lake, ila ni yule mwanamke ambaye wale Wayahudi walikuwa wamemshika katika dhambi ya uzinzi, wakataka kuweza kumpiga kwa mawe, wakampeleka kwa Yesu. Na Yesu akasema yule asiyekuwa na dhambi aweze kuwa wa kwanza kumrushia jiwe. Na sehemu nyingine zinazungumza kwamba ni yule mwanamke ambaye Yesu alimtoa pepo 7. Aliamua kutoa maisha yake kuweza kumtumikia Yesu. Akawa miongoni mwa wale wanawake 4 waliotoa mali zao kuhakikisha kwamba wanafadhili misafara ya Yesu. Kifo cha Yesu kilikuwa maumivu makubwa sana kwake. Hata chini ya msalaba alikuwepo. Wamemzika Yesu, yeye hakuona fahari kuendelea kulala katika kitanda nyumbani kwake, akaenda kaburini asubuhi na mapema. Akiwa pale kaburini amesimama karibu na kaburi, akiwa analia, ana uchungu. Aliyemwokoa kutoka katika kifo hayupo tena, analia, yupo kaburini. Basi alipoinama akachungulia ndani ya kaburi, akaona malaika 2 wenye mavazi meupe wameketi. Nao malaika wakamwambia, "Mama, unalilia nini?" Yeye akasema, "Kwa sababu wamemwondoa Bwana wangu." Akageuka nyuma. Alipogeuka akamwona Yesu amesimama, asijue kwamba ni Yesu. Tunajifunza jambo hapa: upendo wa dhati wa huyu mama ambaye alikuwa tayari kwenda kaburini kwa yule aliyekuwa amempenda, Yesu Kristo. Na Yesu anamtokea huyu mama ambaye alikuwa amempenda, na kwa sababu ilikuwa ni giza hakuweza kumtambua Yesu. Na kwa nini hakuweza kumtambua? Kwa sababu Yesu alikuwa ana mwili wa utukufu, hakuwa na ule mwili ambao wangeweza kumtambua kama zamani. Mazungumzo yakaendelea. Huyu mama akamwambia Yesu asijue kwamba ni yeye. Alijua kwamba ni mtunza bustani. Akamwambia, "Ninalia kwa sababu wamemwondoa Bwana wangu." Yesu akamtaja jina, akamwambia Mariamu, na Maria akasikia ile sauti ya Yesu, akaitikia akasema, "Raboni," maana yake mwalimu wangu. Maana yake nini? Hadi Maria anafika hatua kuweza kumtambua Yesu kwamba ni mwalimu, anajua vile alivyoweza kumfundisha alikomtoa. Yesu alitambulika kabisa kwamba ni rabi, vile alivyokuwa akifundisha, vile alivyokuwa anafundisha maisha kwa upendo. Kumbe katika kuweza kuwafundisha watu maisha kwa upendo, wale ambao wametoka katika mazingira magumu, si lazima kutumia nguvu, bali tutaweza kuwafundisha watu kwa lugha ya upendo. Tutaweza kuwafundisha watu kwa lugha ya msamaha. Tutaweza kuwafundisha watu kwa lugha ya ile ya huruma ya Mwenyezi Mungu. Ndivyo Yesu anaitwa leo mwalimu na huyu Mariamu ambaye yeye alikuwa ana maisha mabaya. Na baadaye Yesu anamwambia, "Usinishike kwa sababu sijapaa kwenda kwa Baba." Anamtuma, anamwambia, "Nenda kwa ndugu zangu ukawaambie kwamba mimi ni mzima." Angalia habari njema anayotoa Yesu kwa wale mitume. Baadhi walikimbia, hawakuwepo chini ya msalaba, wakawa wamejificha. Anawaita ndugu zake. Ni habari njema sana. Haijalishi katika dhambi na maanguko yetu ambayo tuko nayo, sisi bado ni ndugu zake Yesu.
Haijalishi tunaweza tukaishi katika hofu za mashaka, tumejifungia, bali wewe bado ni ndugu yake Yesu. Yesu anakuita kama wewe ni ndugu yako, na anamtuma huyu Maria. Kitendo cha Mariamu kutumwa na Yesu, Mariamu amepewa jina kwamba yeye ni mtume wa mitume. Yaani alitumwa kwenda kuwainjilisha mitume waliokuwa wamefungwa na hofu kubwa zaidi. Anaambia, nenda, kwa sababu ninapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni Mungu wetu. Kwa hiyo kuanzia baada ya ufufuko Bwana wetu Yesu Kristo, sisi ndipo tukapata nguvu ya kumwita Mungu Baba yetu, na ambaye Yesu Kristo ametununua kwa damu yake takatifu yenye thamani. Mariamu anaondoka, anaenda kuwapasha habari kwamba nimemwona Bwana na kwamba ameniambia haya. Mitume wanaamini. Siku ya leo tuishi maisha ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, ya kuweza kuwa mitume, kuweza kushuhudia habari za Yesu Kristo kama ni mfufuka, na tuishi maisha ya kuweza kumpenda Yesu katika hali zote, si kwa sababu tu pale ambapo tuna mikate, bali hadi katika mazingira magumu ya kaburini. Na katika hali hiyo Yesu atatutokea na baadaye atatufanya tuweze kuwa mitume hodari katika kazi yake ya hapa duniani. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.